atapona kesho na itakuwa vizuri tu. Kwa hiyo kama wewe ni mgonjwa au ni kilema, subiri, nitakuombea utapona na usikue presse. Wale tulitoka nao jana 20h hapa, tuliona Mungu ametenda kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Nina Biblia ya Kiswahili hapa. Kitabu cha Yohana 11:41 mpaka 43. Basi wakaliondoa jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, na nilijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya makutano wanaonihudhuria nilisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akisha kusema haya, akapaza sauti kuu, akalia, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa amefungwa sanda. Amen. Tunaweza kukaa. Ujumbe ninao ni tofauti na jana. Chrono prophetic tutakuwa tunaifundisha kwa ile siku ya Mungu akitujalia Mungu. Nimepewa kasomo na Mungu kazuri sana. Kana usema kwa Kifaransa, l'amour est plus fort que la mort. Upendo ina nguvu nyingi kuliko mauti. Katika utafiti wangu nilikuja kuona kwamba mapendo si hisia. L'amour n'est pas un sentiment. Tulifunzwa hivyo kwa masomo. Nikaangalia kutamani ni hisia, lakini mapendo haiko hisia. Kwa maana mapendo haikae mwili, mapendo inakaa moyoni. Na kuna mtu anaweza kuambia mkinywa na kupenda, lakini haiko moyoni. Sasa nikaenda kuelewa kwamba mapendo ni Mungu peke yake. Biblia inasema mapendo ina nguvu kuliko mauti. Mapendo ina nguvu kuliko mauti. Unajua Sulemani ni mtu wa hekima. Anaposema mapendo ina nguvu kuliko mauti, manake anatambua kwamba mauti ina nguvu kabisa. Sijaona kitu kina nguvu kama mauti. Sijaona. Hawa marais wote unaowasikia walitikisa dunia, wakina Saddam Hussein uliwasikia, wakina Gaddafi, mwisho ya kiburi yao ilikuwa ni kufa. Wacheza mpira mashuhuri, mwisho ya kiburi yao ilikuwa ni kufa. Na katika kuelewa mauti ina nguvu kwa sababu haina familia. Mauti haina familia na haiwezi kupokea rushwa. Tulikuwa na nguzo ya injili hapa Bukavu, baba mzee Kabunga. Nafikiri angelikuwa hapa Bukavu, hangifuata maneno ya dini kwa ajili ya hii mkutano, angelikuwa wa kwanza hapa. Lakini mauti inapokonya, inabeba. Na mauti haiko hewa, mauti ni mtu, ni malaika. Kitabu cha Ufunuo sura 6 mstari wa 8 aseme, nikaona farasi ya majifu na aliyeipanda anaitwa mauti. Iwe mimi na wewe, hata tunaomba namna gani, hatuwezi fika mu 2150. Manake ni makaburi hizi ziko hapa na vitambala na makoti.
na mauti itabeba kabisa, ile uelewe. Hayangaike na nyumba, hayangaike na mwili kuitika, hayangaike. Foto yako tu ingali tatembea, banasema rip. Banakutosha mwako, banakutia kwenye hawezi pumua tena. Ile siku itafika. Ndio maana Biblia inasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Manake ipo siku hatapatikana. Mauti ina nguvu. Lakini Sulemani yeye anasema mapendo ina nguvu kuliko mauti. Kama mauti ni malaika, kama mauti ni mtu, manake mapendo naye ni Mungu. Nifungue parenthese niseme hivi. Mwanadamu, hii mic itanisumbua na kazi nataka iwe tamu sana. Mwanadamu hajui kupenda. Mwanadamu hazaliwe na mapendo. Iwe mimi, iwe kale katoto uliokazaa. L'amour n'est pas la nature humaine. Mwanadamu hazaliwe na roho ya mapendo. L'amour c'est la nature de Dieu. Mwanadamu wote anazaliwaka na roho ya kujipenda. Ndio maana Biblia inasema umpende mwenzako kama unavyojipenda. C'est-à-dire Mungu anajua unajipendaka, wewe unajipendaka. Mekupenda mwenzako c'est une recommandation, c'est un commandement. Mungu anajua mwanadamu tu apende mwingine, haiko mzaa. Kila mtu kushia hapa anajionaka wa nguvu ndani, wa kiana ndani, wa upako ndani. Ndio maana ukiona mtu yeye anapata shida, anakuambia jaribu siku mingi hii siku. Wewe ukipata shida, yeye anasema pigo zake zinaanza, pigo na bado. Manake roho ya mtu ni roho ya umimi. Mtu anaweza simama hapa anaimba, wewe huyo ataimba, uko na nyota mwingine, dieze. Hauna roho ya kukubali, kwa sababu kila mtu kushie anajionaka ndani ni wa nguvu sana. Mtu akishimama hapa kuhubiri, mimi nishaona mtu mwenye iko natukana mwenzake na iko na mapengo, una kichwa. Mimi nikamwambia naona mapengo. Ni nguvu sana. Wewe uone magumu yako, lakini ya mwingine unaiona haraka. Makanisa haikose watu, stade naweza jaa watu. La plus grande carence que nous avons dans cette génération, c'est l'amour. Upendo. Na wezi jiforce kupenda. Ndio maana Biblia inaitia commandement. Na nikakaa nikaanza kufikiria, sasa Mungu nifanyeje ili niwe na roho ya mapendo? Nifanyeje ili nisaidie hii taifa? Bwana akaniambia, Gabriel, kuna miujiza yenye hautafanyaka mudunia juu uliomba. Kuna miujiza yenye hautafanyaka juu unayua kuhubiri sana. Kuna ingine miujiza utaifanya wakati moyo wako unajaa mapendo, kwa sababu itakuwa resulta ya compassion, ya amuri yenye uko nayo. Mfano miujiza ya ufufuo wa wafu inaomba compassion des âmes. Maandiko nasema watu ambao Yesu alikuwa anawaponyesha, aseme aliwahurumia, aliwatazama akawahurumia. Kwa sababu kuna mtu unaweza kumwombea, kama una roho ya mapendo unamwachia munjia. Tulikuwa nafanya mkutano Butembo na tulikuwa nakemea pepo toka, kumbe alikuwa na pepo ya mbuzi. Tunasema pepo toka, nafa me. Sasa kama hauna mapendo unacheka. Tulishughulika pa kufukuza mbuzi maule mtu kwa roho ya mapendo. Mwingine nilikuwa namwombea fasi fulani hivi,
Sasa sijui kama alikuwa na pepo gani, kama ilikuwa ni pepo ya kukula maragi, akaharibisha mazingira. Lakini kwa sababu ya roho ya mapendo niliifanya. Hawezi barikiwa na uwe juu sana kama muweye hauyasiforce kuwa na roho ya mapendo. Jiulize Mwai Bukavu, Mwai Kongo, kuko mtu sitaki niseme jina, mimi ashaniambia anasema iko na plus ya 2000 maisons mu republique. Nyumba 2000 mu republique. Roho ya kuji binji. Sitaki niseme jina simuyue. Manake tunaishi na watu ambao anaweza kuambia Mungu atakusaidia na iko na msaada mfuko, kwa sababu watu hawajui kupenda. Kitaeleweka? Nguvu ya kwanza ya mapendo, mapendo inapofusha macho. Mapendo inapofusha macho. Ndio maana ufanye hange. Lete mfano hapa, mkuye nyi bawili, mkamate example. Ujamaa mimi nampenda na yuko na Linete Sarambo, lakini mimi nampenda. Sasa mimi nampenda, madhaifu yote yenye huyu yuko nayo siwezi iona tena. Huyu hapendi huyu. Anataka nielezea maneno. Aye unazoele mtu mwenye iko na mashine sa mskuti, unaweza mzoea na yuko na Linete safi na yenye yeye iko anaona, mimi tena sibionake kwa maisha yake, paske mapendo ilishaka nifunga macho. Fanya ange kupeleka kritike kwa mtu na ujue intimite yao iko namna gani, nisa provoke maprobleme kwako. Mtu alishaoa bibi yake, iko na kichwa sama figa, bwana yake haionaki. Na wewe ukienda sema bibi yako na kichwa sama figa, tati yako joko sama figa, paske macho yenye wewe uliona nayo ye hana nayo. Mapendo ilishaka mfanya kipofu. J'ouvre une parenthèse. Nataka ambia mtu mmoja hivi, kilibariki Yakobo haiko kwa sababu alivaa manguo ya Esau. Kilibariki Yakobo haiko kwa sababu alikuwa na jina ya Esau. Kilibariki Yakobo ni upofu wa Isaka. Kwa maana Isaka angelikuwa na macho, atangelijiita jina gani, Isaka angelimjua ni nani. Agano la kale msheria, Mungu alikuwa na macho na hangiokoa dunia. Iliomba agano jipya afunge macho Goligota, ili mimi na wewe tupate kusamehewa, kwa sababu Yesu ni upendo. Geukia fasi mwambie, benye unaona kwangu Yesu abionaki. Ni Mnyabungo, ni Murega, hakakusomaka, ni masikini. Wenjo unaona, memwale ni kufia Goligota. Macho yake ilifungana Goligota, ili apate kunisamehe na kunifanya niwe safi. Na niko na men zaidi ya jirani yake. Nataka ambia mtu moja hivi, kuna vitu wanadamu wanaweza ona kwa maisha yako, lakini Yesu yeye havione, kwa sababu anakuona kwa macho ya mapendo. Mnakumbuka Abraham, baba wa imani, alizaa na mjakazi. Sara alimpatia pasi long. Mzee akayaza na akayua tu bien, hii ni zambi mimi nafanya, na hatuwezi pagala zambi mafuta. Mungu akayua Abrahamu alishazaa, lakini upendo ya Mungu kwa Abrahamu haikuzuia simumpe Isaka. Siku Mungu alikia kwa Abrahamu akamwambia, nipe mwana wako wa pekee. Mimi nilikuwa pale nikamwambia, Mungu wa pekee anakuwa pekee, maana wao ujue kama uvya alizalaka nje. Mungu ataniambia
macho yako ndio ilionaka. Mimi yangu ya mapendo sikuonaka kenye Abrahamu alifanyaka. Nataka konfirme mtu mmoja leo, kuna msamaha ya dhambi juu ya maisha yako. Kuna vitu watu waliona kwako, lakini Mungu yeye hakuiona. Geukia voisin mwambie, uko na droit kunikritike, wewe unaniona mbaya. Garso anasema, mimi nilitaka kuoa lakini uko na kifua ya kabambi. Haiko wako. Mwenye atakupenda ile kifua tona ni mabafle retour. Yanajua konsere ikianza hapa. Nilitaka kuoa na ulishazalia kwenu. Haiko wako. Mwenye Mungu ataleta kwako. Ukimwambia ulishazala, hauko tasa. Omwe mache yanze 1-0. Unajua anayekupenda hasiki yake maneno kwako, paske mapendo inafanya mtu asione. Mwache leo niwaambie kitu hapa. Mungu akifungula macho yake 7 kutuangalia mie na wewe, hakuna mataokolewa. Mwache kudanganya watu. Haukunywake pombe lakini uko mzinifu. Hauko mzinifu lakini bongo na kupita. Hausemake bongo lakini uko na kiburi moya hivi ya kirega mkichwa na ya kinyabungo nyewepe uko na yua. Haupanake, uko mtu wa chuki na wa kuteta. Mungu akitutazama mie na weye, hakuna mtu anaweza okolewa. Lakini mapendo ya Mungu inafungaka macho, anasema, njoni kwangu nyote mnaolemewa na mzigo, nitawapatia pumziko. Manake Agano la Kale Mungu aliua sana kwa sababu alikuwa na macho, lakini Agano Jipya Goligota akafunga macho ili atuokoe sisi. Na mbiru wa mbele alisema Agano la Kale Mungu aliharibu dunia kwa maji, na akaleta ingine ahadi ya kuharibu kwa moto. Lakini juu ya upendo, kupitia maji ya ubatizo tumeokolewa, na moto ya Roho Mtakatifu tumepata uzima wa milele. Kwa maana mapendo inafanya Mungu kuwa kipofu. Geukia voisin mwambie, wenjo unanionaka, yeye aone vile. Au yaona mtu mwenye unamuyua kabisa ni dada wa madega mkartie, me analunga na pasteur. Munaanza isa, pasteur anamuyua kabisa. Wewe unamuyua, me Mungu wake alimbadilishia maisha. Unaweza yua mtu hivi lenji, me mardi maisha yake inabadilika. Kwa maana mwenye iko na formula ya maisha ya mtu ni Mungu peke yake. Nakupa shauri kuanzia leo, funga macho kuona makosa ya wenzako, fungula macho kuona yako, na utapona. Hawezi uniambie mabaya kwa mtu mimi napendaka, sitasikia. Na derrière kila mwenye na kritika kama mwingine kuko esprit ya wivu. Basi mtu wa wivu haitikaki. Ukinenepa au grace inakuwa mingi. Na wewe jua una akili, unaanza sporo mkubwa, utakufa. Kuko wakati mwili ikikuya uyache ikuye. Nani kona amen zaidi ya jirani yake? Nguvu ya pili ya mapendo, l'amour supporte. Mapendo inafanya nini? Inavumilia. Nikupe mfano. Pale tuko nekala pale tu. Kuna watu ya makusudi. Kuna mtu unaweza kukutana alitoka kwao chakula mayai, akaongeza maragi. Maki alitengeneza bomu. Kuna watu wabaya. Alafu unashtuka tu pale na wavile wasemaki. Fiu. Juu hawampendaki, unashimamaka. Unamwambia shemasi nitafutie kiti kule. Shemasi unakimbia na sasa pale, mimi naona pale. Hauvumilie ile harufu, juu haumpendi. Bibi yake wala bwana yake mudrape alipata rafale usiku, lakini hakuama kwa sababu kuna kitu kinawaweka pamoja.
Ukiona mtu anashindwa kukusiporte, ujue roho ya mapendo haiko tena ndani yake. Mwenye anakupenda na kuvumiliaka. Mumitume wa Yesu hakuna frapere sa Petro. Petro njoo wa kwanza kuambia Yesu, usiogope frere, hivi ya kusema utakufa acha vile. Na kote kwa utakuwa ndakuwa na we. Petro njoo wa kwanza mwenye biko na Yesu mkazi, hana Biblia meko na kisu. Garso mwama alikuwa na masikio akawami sama yuko na kashne. Anataka sogelea Yesu. Petro ananyola lisikio. Alikuwa specialisti. Maana alikalikabia kwenye itakatika na ifike chini. Marko akagusa lisikio haiko tena. Yesu akaangalia Petro. Akailokota akairudisha. Ikabana. Yesu akamwambia rudisha. Kurudisha haiko kusema sasa utaitumikisha kule mbele. Rudisha au situpe tongea nyuma. Juu kama tunaweza kuwa na wewe miaka yote na uko na kisu na siju wake. Sitakukana. Anafuata Yesu mpaka kwenye banabana Yesu. Mwanamke mwanamwambia, wewe si uko na kuona mgrupu ya papa. Anaambia tu mama masikio. Ndio maana Musa alibakatalaka. Paske kinywa yenu. Soda mwanamwambia hapana kuya hapa. Wewe kule kushamba nilikuona wewe. Nafikiri akaambia Soda, mela esprit. Usikwe saba mama. Ungeniona singekuwa hapa. Watatu wakamwambia, we na kutembea yako na kusema yako inakamilisha. Petro akalapa. Aseme nilainiwe kama nilikuwa naye. Njoo mwisho ya kilapo nilainiwe. Yesu akamwangalia. Jogo ikawika. Petro akasema mafu. Akatoka akafika. Una mtu mmoja fama degana dekuraja kwa wengine. Akaambia mitume sasa. Mimi simino na utipe alikuwa avantiria. Na hii 3 tushaihomba tulishaomba. Kila mtu arudie kazi yake. Matayo akasema mimi ndarudie maufida nilifukuzwa zamani. Wakaambia msiogope, mimi ndabafundisha. Niko na klebe yangu ya kuloa samaki, ya kuhubiri muache tangia saa ishie wote. Tunakuwa wavivu. Donc akachange domaine ya wenzao wote. Bako pêcheur ya hiji bila programu. Bakaanza loa samaki. Petro hangitaka kusikia Yesu anafufuka. Jua leo Yesu akifufuka. Zambi ya kwanza alikata masikio bila kufanya kirdam. Ya pili alimukana. Ya tatu anashanje kanisa anageuza mapeshere. Yesu tena mwenye upendo anafufuka. Mwenye naona Yesu wa kwanza ni Maria Magdalene. Anamurukia. Yesu anamwambia, usiniguse. Niende kwa Baba, lakini utakapokuta ndugu zako mitume, ambia Petro mimi namsalimia. Mtafsiri nyingine, niko kipofu bisikuona benye alifanyaka, mwambie mimi namsalimia. Maria nakena mwambia Yesu yuko hai. Petro ase hawezi. Tomasi aseme hawezi. Petro paka anakimbilia kule kukaburi. Lakini Biblia inasema siku Yesu anawachomokea, anawaambia amani kwenu. Hii amani ya mtu mmoja, hii amani ni ya mitume wote. Nafikiri Mathayo akaambia Petro, mwa hii amani hauko. Ngoja twende atasema mpaka kumlima Mizeituni. Iko nawaambia mamlaka nimepewa mbinguni na duniani. Enendeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema. Petro anasema mroho aseme hata maliza hii Yesu Kristo. Ingekuwa mie ningichomoka tu paf. Amani kwenu. Petro nipatie fungulo yangu. Kwa jamaa mwa ukavu anafuata fia na kupenda. Kama tu mnaachana anapanda kwenu. Telefoni yangu ilikuziaka. Lakini Petro mwenye alimukana alimwachia funguo, na siku ya Pentekote njoo mwenye alihubiri habari njema, kwa maana upendo wa Mungu unavumilia. L'amour supporte tout. Vous savez, c'est une malédiction kuishi na mtu mwenye iko na ingratitude mroho. Mtu mwenye hana roho ya mapendo hakuwaki na gratitude. Mwaibu kavu shitu liko malaka humu.
Ulikuwa unalamuka 5h du matin, unatembea hata barabara, unalokota ile madi Zaire. Madi fra. Mwa hii kizazi yenu, hata ulamuke 3h. Kama nafakia usiku siyue. Manake mwa hii kizazi, mwanaweza gusa mfuko wa kupatie $10. Mheshimie ule mtu. Mheshimie paske habalokotaki tena pesa mwa hii dunia. Mwa hii generation. Plus de 13 milliards de personnes. 13 milliards de personnes. 8 milliards de femmes. 8 milliards de femmes. 5 milliards de hommes. Moi, les 5 milliards de hommes, muko ba pede, ba homosexuel, muko ba ze, muko ba impuissant. Ukipata mwana kuoa dada, reconnaître ile neema kwa ule umoya. Wanangu yanifanyia kitu. Wewe kufanyia kitu na msiku muliomba. Wewe unajua kuolewa mwa hii kizazi haitakuwa neema zaidi ya kawaida. Na kupata mwanamke mwanaweza kuacha utumikie Mungu, ufanye business yako na uendelee vizuri. Dunia haina roho ya gratitude. Kama hii Bukavu yenu iko na shida gani mpaka mnasahau waliowaletea habari njema? Mpaka mnasahau wachaguliwa, mpaka mnasahau waliosimama kuhubiri usiku na mchana ili mjue neno la Bwana, mpaka mnasahau mwenye ulibatiziwa juu yake. Hamuna roho ya mapendo. Ni unafiki. Kuna wengine leo wanasimama hapa kwa hii madhabahu juu Chibo alihubiriaka siku moja. Kuna ndoa zilipona juu Chibo alihubiri siku moja. Kuna wengine leo ni wahubiri juu Tikiko alihubiri siku moja. Mtu uko nakuambia saa bale bagira washaribika, tate yako ndio asharibika, shia hatutaharibika, mpaka uzima wa milele tutakwenda, kwa sababu sisi ni wachaguliwa. Geukia voice mwambie, kama hautakuwa na gratitude kwangu, niheshimie basi. Praise the mighty Lord. La troisième force de l'amour. L'amour donne. Mapendo inapana. Wewe ukanipende kwa kinywa. Bagarso wenye wana franga ndio wanasema vile. Asi usikompare franga mapenzi na business. Hata sikupe kitu. Moyo wangu. Mwizi huyu. Maandiko nasema mahali hazina ya mtu iko ni pale roho yake itakuwa. Juu niambia se roho yako iko kwangu na hazina yako iko kwangu. Mimi kama unipake haunipendi. Ndio kiavu wase mwambie hautatoka hapa unipe. Mwambie vizuri, mwambie hautatoka hapa. Kitaeleweka magharibi ya leo. Waliopendwa na Bwana walete makofi kwa ajili ya Bwana. Ngwani tosha hii tulikosa la masere. Niko nasikia kinataka eleweka zaidi ya kawaida. Sisi kwenye maisha yetu hatuyagusa uchawi. Sisi hatuyaenda kwa madevo shipa. Sisi ni resulta ya upendo ya Mungu kwa maisha yetu. Dunia yote iliweza kutunenea mabaya, lakini Goligota akasema yote imekwisha, kwa maana alitutazama kwa macho ya mapendo. Na akinipenda Mungu lazima anipe. Na mimi usiniambia se ananipa tu vya rohoni. Akinipa vya rohoni na vya mwilini. Na leo naweza kushuhudia kwamba upendo wa Mungu uko juu ya maisha yangu. Jambo la tatu ama la nne, mapendo inaonekana. Unajua kama unapendana kwa siri, hata mgrupe, hata mpendake tuyue, tutayua.
Unatembea tu na dada yako tu kawaida. Sasa mhubiri alikuwa hapa, alikuwa na dada yake. Unatembea tu sasa soda barabara kawaida. Hakuna hata swali, bana tu kama dada yake ule. Na ukitembea tu na ushambia je t'aime. Inafika mnifono tia kwa mkono mfuko kisha unakuwa hivi barabara. Na uko naita hata oncle yako petit. Jo itikishe huyu. Mapendo iko saa bangi. Petit moi Goma alifuta bangi pour sa première fois. Après kufuta bangi, kama ilimfaa yeye akambia babake umacho ase Petit unakomala. To bangi. Kwenye mapendo iko inaonekanaka. Mimi usiniambie mimi nakupenda tu muro. Ukinipenda hautaogopa kukuya mprogramu yenye Mungu alinipatia, kwa sababu lazima mapendo yako uitemwanye envers mie. Wafarisayo hawana mapendo. Watu wa dini hawana mapendo. Wanawahubiri sheria usiku na mchana, lakini hawana kinachoitwa mapendo. Napenda mfano wa Msamaria mwema. Maandiko nasema mtu mmoja alikuwa Yerusalemu na akatoka Yerusalemu ili aende Yeriko. Aseme katikati ya njia wanyang'anyi wakamtokea, wakampiga, wakamwacha mahututi, wakamvua mavazi. Paka tokea Mlawi ule kuhani msamahani akakuja akamwangalia. Kuhani akajua huyu ana damu na sheria inasema kuhani hawezi gusa mtu ana damu. Kuhani akapita. Paka tokea Mlawi akamwona akasema siwezi kumgusa. Paka tokea Msamaria mwema. Haiko kuhani, haiko Mlawi, lakini roho yake inajaa mapendo. Kinachonibariki ni kwamba Msamaria mwema hakuja mikono wazi, anakuja na shekeli 2, anakuja na mvinyo ya kutunza ile dawa, anakuja na roho ya upendo kwa mgonjwa, akamnyangua mpaka mnyumba ya wageni. Na shangaa mnyumba ya wageni akamwambia mwenye hotel umutunze, c'est-à-dire ni nyumba ya wageni tena ni hospital, umutunze. Akamwachia dinari 2, akamwambia nitakaporudi nitakulipa ingine. Na ingia katika Ufunuo, Agano la Kale, imanite mwanadamu alitoka ndani ya uzima, ndani ya bustani ya Edeni, akapenda aende Yeriko, wakamvua mavazi. Jamana Adamu utukufu yote uliondoka kwa maisha yake. Ikabidi Abrahamu kuhani akuye aliyemtoa Isaka. Abrahamu asingetuokoa. Mlawi Musa alikuya asingetuokoa. Msamaria mwema ambaye ni Yesu Kristo anakukuta kwenye njia tunajaa vidonda, akatuonea huruma, akatutunza kwa Roho Mtakatifu, akatutia kanisani, nyumba ya wageni. Pale ni kwa wageni, tena kuna uzima. Akaacha dinari 2, Roho Mtakatifu na neno lake, ili siku ya parapanda akuje kutunyakua na kutupeleka kwake. Na akasema mimi ni Msamaria mwema. Anayejua maandiko kwa mikutano kama hii hawezi kuya. Les hypocrites. Nifae nini pale kwa ile mikutano? Nyamuye kama fulani wanawasemaka hivi, msiende kule. Roho ya mapendo haiko ndani yake. Mengelikuwa ni ndugu yake njoo iko pale, ungelimuona hapa. Mtu asikudanganye kwa miujiza. Kama mtu ajue kupenda hakutoka kwa Mungu. Bapolitisien, roho ya mapendo haiko. Hayo utatuambia uko wa Bukavu na barabara ya kwenu Chimbunda haiko, na uko na 100 millions mkonti. Dini si nyingi ambazo hazina hesabu. Roho ya mapendo haiko. Ndio maana mnaishi maisha ya kuteta, wanafiki wanayala hapa. Roho ya kritike inayala hapa. Paske hakuna roho ya mapendo. Nikasema hivi, mimi sidhani kama wokovu tu ni kuacha pombe, wokovu tu ni kuacha usharati, wokovu tu ni kuacha kupigana. Paske mimi najua très bien kuko mpagani mwenye afake usharati, kuko mpagani mwenye akunywake pombe.
Ni mpagani hawezi ingia mpombe, ni mpagani hawezi zini. Na fia kimfuata anaangalia fia anamwambia utanikula zangu, anakimbia. Haokoke. Mimi nadhani okovu haiko ile matendo kuna jivunia munafiki. Nafikiri okovu ni roho ya mapendo. Nafikiri okovu ni kubadilisha maisha ya watu walio karibu yako. Nafikiri okovu ni roho ya kutetea mwingine mtu hata kama ukuzaliwa naye, lakini roho yako mapendo. Sitamani karama ya juu sana, natamani roho ya mapendo. Vous savez que l'amour c'est une arme forte. Atamie niko na besoin ya mtu ataonesha gratitude kwangu. Batumishi ya Mungu wanateseka sana. Utatosha mtu munea, utaombea mtu anapona kifafa, unamfundisha Mungu, unamfundisha wokovu, unamwombea usiku na mchana. Kesho anasema hauna Mungu. Na inauma wakati kwenye ulitazamia shukrani upate yako roho ya ukafri. Inauma. Na hii ni kwa sababu watu wajue kupenda. Kiokea voisin mwambie, si c'était toi. Mwambie voisin, kama ingelikuwa wewe. Ase patron moya alikuwa na kawaida ya kupita mkartie hapo, na alikuwa na fu, alikuwa anapendaka. Akimwona tu fu, anampatia franga. Akiona fu, anampatia franga. Fu akamwambia un jour, hata niko fu, mimi naenda kupatia kado siku moja. Manake fu na akajisikia kupendwa ni ya maana. Fu akampatia kado, fu anaandika kwa ile kado, si c'était toi. Patron akasoma lukibao la si c'était toi. Akacheka mais akasema quand même c'est un cadeau. Ni kamate nitie mshambre. Akaitia yuli ya kitanda. Bibi yake akamwambia, unakia na sapana, mwenye alinipatia nao ni rafiki yangu. Hata kama ni fu, roho yangu inampendaka. Tellement que alikuwa millionnaire, bibi akapenda kumuua. Bwana akagonjwa. Bibi akaleta daktari akamwambia, iko mkitanda, ndakupatia plus ya $100,000. Niingizie naye shindano ya mai ya kufe. Daktari akakuya mshambre, iko ye peke na mungana ule mgonjwa. Anainua macho juu, anasoma, si c'était toi. Kama ingelikuwa we, munganga anasema taba na uwaka. Hii maneno wanaweka hapa, siwezi kumuua tena. Akamwambia wangwani kutunze, nilitakuua parce que j'ai une mission que ta femme m'avait donnée. Na leo ngelikufa, meke kinakuokoa ni maandiko hapa, si c'était toi. Natambia mtu moja hivi, usizarau aliye karibu yako, anaweza kuwa msaada kwako, na chochote apandacho mtu ndicho atakacho vuna. Tunastahili mapendo na shie. Mimi atuipatake. Kuorganize mkutano. Maibu Kavu tunahubiri usiku na mchana hapa. Biatu ilituishia hapa. Shukrani ilikuwa ingratitude. Shukrani ilikuwa tikiko alishaisha. Haonekanake tena. Ase chivo ashakufa. Begina asa chivo alikufiamo étranger. Unaona mawazo yenu mabaya. Munazika walio hai. Gisi munaniona mimi nasimama hapa na shemizi ya mweupe. Mimi naweza isha. Manake sikutoka kwa miguu ya kabunga. Manake Mungu hakuniitaka mimi. Sanye Mungu anasema tikiko alishaisha. Njoo inchi za nje zinasema hatuyaona mhubiri kama wewe. Kwa maana nyi kazi yenu ni kunyonya tu mumalize watu wakufa. Mimi hamta ninyonya. Mimi na agano na Mungu. Na mimi najua aliyeniita ni mwaminifu sana. Na Kenya alisema juu yangu atakitimizaka tu. Na bado kama kuna watu mtajivunia mwa hii nchi yenu, njoo shie. Mwa hii mavitu ya mapresidensi hapa juzi nilitapostile. Nikaona nisizaraulike bure. Roho tu akaniambia kazi yako yenye uko nao inatosha. Na hii kazi niko nao inatosha. Na mtu asikudanganye kama nashia tuko watu. Na president kuna vitu yenye akitafanya iko nauliza watumishi wake.
Kama nyinyi mnaweza kutudharau, lakini fasi ingine kuna roho ya heshima juu yetu. Nichimbe maandiko kidogo tuombe. Yesu alimpenda Lazaro sana na inajulikana. Urafiki wao haikukuwa fonde ku kitu fulani, paske amour haina cause. Mwenye alikupenda juu ya cause atakuachaka juu ya cause. Mwenye alikupenda gisi huko hata kuachaka maisha yako yote. Na alipenda Lazaro sana. Na Biblia inasema Lazaro akagonjwa. Wakaenda muambia hivi, rafiki yako umpendaye. Manake c'était un amour visible. Rafiki yako umpendaye ni mgonjwa. Yesu akasema haiko magonjwa ya kumuua, ni ya utukufu wa Mungu. Punde kidogo Lazaro akakufa. Lazaro akasikwa. Lazaro akaanza oza. 4e jour masifa akakuya. Anakia toujours na retard, mais je kuna solution. Anafika nauliza mulimweka wapi? Pale ilikuwa combat entre la mort et l'amour. Mulimweka wapi? Martha anasema kuja uone. Yesu anaangalia kaburi anasema muondoe jiwe. Martha anasema ananuka sasa, ananuka. Yesu anasema hata ananuka, mimi sina mapua ya kusikia harufu ya kunuka yake, paske roho yangu inajaa mapendo juu yake. Nataka niashire mtu mmoja leo kwamba Lazaro hakukuwa mkaburi. 4 jours Lazaro banamtia mkaburi. Martha na confirmé ananuka sasa. Mais dans la révélation de la parole de Dieu, Lazare n'était pas dans la tombe. Hakukuwa mkaburi. Kwa maana kila mwenye anakufa haikalake mkaburi. Mwili yake inakaa mkaburi, lakini nafsi yake inaendaka mu séjour de mort au inaenda paradiso. Donc Lazare alikuwa mbali sana, hakukuwa mkaburi. Juu ya nini? Yesu akaomba na sauti ya kidogo, Baba nakushukuru kwa sababu ulinisikia. C'est profond. Nilijua kwamba unanisikia siku zote. C'est profond. Nilisema haya ili wanaonizunguka wapate kuamini. C'est profond. Asema alipomaliza kuomba akalalamika, Lazaro so. Mimi najiuliza hivi, utalalamika yeye na iko hapa? Jibu tu ilikuwa ni moja, kusema Lazaro kuya. Me Yesu yepeka na yua haiko hapa. Juu Yesu aombe baba yake hakulalamika. Baba katika jina la Yesu neema yako ionekane. Halalamike. Alijua, Yesu alijua Baba ni karibu yangu, lakini Lazaro iko mu séjour de mort. Lazaro iko mbali. Français nasema il cria d'une voix forte, Lazaro sors. Kule kwenye Lazaro alikuwa, mauti kaona mwenye iko naita Lazaro. Haite Lazaro juu iko na upako, haite Lazaro juu iko na imani. Roho yenye naita Lazaro ni roho ya mapendo ku Lazaro ya hatari. Na teme yetu nasema mapendo ina nguvu kuliko mauti. Ilibidi mauti iachilie Lazaro. Lazaro mwenye alikuwa nakufa pendant 4 jours, mwenye alishaoza, mwenye alikuwa mséjour de mort, akafika paka pale yulu na sanda zake. Yesu akawaambia mumfungue sanda. Nataka naambie mtu mmoja jioni ya leo, mapendo ambao Mungu iko nao juu ya maisha yako hata kuacha kwenye huko, hata acha maisha yako kwenye iko, uitike wala ukatae. Kwa mkutano ya jioni ya leo utatoka kwenye Mungu shetani alikutiaka, kwa maana roho ya Bwana ina mapendo kwa ajili yako. Anayekupenda anakubadilishia maisha. Mumfungue sanda. Nilisema hivi zamani, swali yangu ni hii, bamfungue sanda juu ya nini? Juu atembee. Alitoka mkaburi yae, manake ya kutembea. Kutoka mkaburi alisote.
Mesaya anafika nje, mumfungue sanda, atembee. Mimi nauliza, alitoka mkaburi yae, hakutembea, alisote. Angalia, Mungu akikuita, hauta respekte maetape ya maisha, utasote ku maetape. David Mungere, aligeuka generale, hakutembea me alisote. Natabiria mtu mmoja jioni ya leo, hautatembea me utarukaruka kuanzia saizi. Katika huduma yako utarukaruka kuanzia saizi. Kwa kipawa yako utarukaruka, biashara yako utarukaruka. Sema ndarukaruka. Kama una imani pale, usimame ufanye mahali ulipo, useme hii mwaka vya kutembea vinaisha, hii mwaka ndaruka. Au nipe amen zaidi ya pale? Au nipe amen zaidi ya pale? Eske mnajua maana ya kutembea? Maana ya kutembea ni kuanzia kule yulu Garuva, unashuka Chimpe, unashuka Mjanda, unashuka Mukadutu. Manake unatembea, unarespekte maetape. Wewe utaanzia Chimpe, wewe utaanzia Labote kule. Watu wanasema mbona huyu hatukuonaka gisi alianzaka, anafika hapa hakutembea, lakini alifanya nini? Aliruka. Ndivyo ilivyo kwenye maisha yangu. Mtu mmoja anipe amen zaidi ya mwenzake. Geukia 3 personnes, mwambie jiforce kunipenda. Mwambie jiforce. Jiforce. Vipawa tunavyo Bukavu, karama ziko Bukavu, lakini roho ya mapendo, roho ya mapendo. Uko naona mwenzako mhubiri anafabrike mahubiri juu yako. Esprit ya amour. Mtu anakuchukia na kutungia nyimbo ya kukuambililia. Kama unipandie kumasabau, unipandie ku TikTok kunitukana, na uko na nimero yangu ya telefoni, niambie ke utaniambia kama unanipenda au niombee. Pourquoi kuishi maisha ya makonfli? Mchungaji Kabunga hakukuwa kwangu pastor, alikuwa kwangu baba. Wanafiki wa dini wanaikaa pembeni, maombi yao mkutano isifaulu, maombi yao mkutano iharibike. Kwa taarifa yao imeshafaulu sasa hii, na itafaulu tena zaidi ya kawaida. Mnapendwa mjazwe roho, mnapenda muone miujiza, lakini roho ya mapendo hamna. Namna gani mnahudumia wajane? Namna gani mnahudumia mayatima? Ndio maana hata Mungu anawapiga kuwapatia wafanyasiasa wamoja kati yao wasiokuwa na akili. Hamjui pigo zenu zinatokea wapi? Watu wanasoma lakini hakuna maisha. Makanisa yanajaa miaka lakini maisha haibadiliki. Mnamtumikia ni Mungu wa aina gani? Mimi najua Mungu wa Biblia anamtoa mtu chini, anampandisha juu na wafalme. Lakini kwa sababu hamuna roho ya mapendo ndani yenu, ndio maana mnaishi maneno ya Mungu lakini hamuone miujiza yake. Fika East Africa, watakwambia Chibo ni mhubiri wa habari njema mkubwa. Fika Bukavu, watakwambia alishaisha. Sinyi wote tu mnasikiaka Radio Rehema haisemake tena. Mnasikiaka vizuri, haisemake tena. Nane shaka enda kumwambia haisemake juu ya nini?